Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini wakati huu ni Marekani na Wahouthi wafikiana kusitisha makabiliano. Baada ya Marekani kuona mashambulizi ya Wahouthi ambayo yamezidisha mzozo na kusababisha athari kubwa huko nchini Israel, lakini pia mashambulizi ambayo yamesababisha Marekani isipitishe meli zake, wakati huu Marekani imekaa chini na wapiganaji hao wa Kihouthi huko Yemen kukubaliana kusitisha makabiliano ambayo ni ya mara kwa mara. Wapiganaji hao wa Kihouthi ambao walianzisha mashambulizi tangu mwaka 2023 baada ya kuona Israel imeanzisha mashambulizi dhidi ya Wapalestina huko katika ukanda wa Gaza, walianzisha mashambulizi kusaidia juu ya kuwatetea wapiganaji wa Hamas na kuwasaidia watu wa ukanda wa Gaza, na hili ndio lengo muhimu la wapiganaji hao wa Kihouthi. Sasa Marekani wameamua kukaa chini na wapiganaji hao wa Kihouthi huko Yemen na kuafikiana makubaliano kusitisha kushambuliana. Hayo ni kwa masharti kwamba wapiganaji hao wataacha kuzilenga meli za kibiashara za Marekani katika njia muhimu ya kimataifa ambazo zinakatisha katika Bahari Nyekundu. Tangazo la kufikiwa makubaliano hayo limetolewa na wapatanishi wa Oman walioongoza juhudi za siku kadhaa za kidiplomasia. Saa chache kabla ya tangazo hilo, Rais Donald Trump wa Marekani alisema nchi yake itasitisha kuwashambulia wapiganaji hao wa Kihouthi baada ya kundi hilo kuridhia kutozingira tena meli za mizigo. Hata hivyo, kwa karibu kisaba sasa zilizopita, Washington imekuwa ikifanya mashambulizi makali dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi ndani ya taifa hilo la Kiarabu la Yemen, ambapo imesababisha vifo vya watu karibia 300. Kadhalika, viongozi wa Kihouthi wamesema pamoja na makubaliano hayo na Marekani, kundi hilo halitosita kufanya mashambulizi yake yanayoilenga moja kwa moja Israel, na ni kutokana na kwamba Israel nayo imeamua kufanya mashambulizi wakati huu, ikisema kwamba lazima ilipize kisasi, lakini pia wapiganaji wa Kihouthi wakisema kwamba hawatoweza kuiacha salama Israel ambayo kwanza imeanzisha mashambulizi dhidi ya Yemen, lakini pia inaendeleza mkururo wa mashambulizi na watu wa ukanda wa Gaza. Na hivyo ili iache kufanya mashambulizi katika maeneo hayo ni pamoja na Israel kuachana na mashambulizi yake katika eneo la ukanda wa Gaza. Lakini kumbukwe, Israel wakati huu inaendeleza hamasa ya kuongeza jeshi la akiba ili tu kuhakikisha wanaiteka Gaza na kuondoa wapiganaji wa Hamas, jambo ambalo Wahouthi hawakubaliani nalo na wanataka kuona kwamba IDF, jeshi la Israel, linachana na vita vyake huko katika ukanda wa Gaza. Wahouthi wamekiri wataushambulia uwanja wa ndege wa mjini Tel Aviv na wamesema watahakikisha kwamba kutakuwa na mzingiro wa maana katika uwanja huo wa Ben Gurion pamoja na maeneo mengine muhimu ya Israel. Hivyo ni kwamba usitishaji wa vita wakati huu ni kati ya wapiganaji hao wa Kihouthi pamoja na Marekani, lakini si kwa upande wa Israel. Vikosi vya Yemen vilitangaza kuwa vitaweka mzingiro kamili wa anga dhidi ya utawala wa Israel kwa kuendelea kuvilenga mara kwa mara viwanja vya ndege vya utawala huo, lakini pia vikosi hivyo vimeeleza katika taarifa kwamba vitalenga hasa uwanja wa ndege wa Ben Gurion ulioko mjini Tel Aviv. Taarifa ya vikosi hivyo iliyotolewa Jumapili ya wiki iliyopita imesema, tunasisitiza mashirika yote ya kimataifa ya ndege yazingatie yote yaliyoelezwa ndani ya taarifa hii kuanzia wakati wa kutangazwa na kuchapishwa taarifa yake, na kufuta safari zote za ndege zinazoelekea katika viwanja vya ndege vya Israel ambayo inatenda jinai ili kulinda usalama wa ndege zao na abiria wao, taarifa ya Wahouthi ilieleza. Hivyo wakati huu Wahouthi mpango wao ni mwendelezo wa mashambulizi dhidi ya Israel, lakini pia ikumbukwe Israel nayo ambayo inadai kwamba imepata ruhusa kutoka Marekani, wamesema wataendeleza mashambulizi dhidi ya wapiganaji hao wa Kihouthi kuona kwamba kundi hilo wanalisafisha kabisa, licha ya kwamba Marekani wenyewe kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo ni kama vile imeshindwa kupambana na kundi hilo hadi kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia The World News, utaweza kuyajua mengi ya ulimwengu kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.